Bwana Yesu Kristo asifiwe, na kusalimu katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki wewe unaendelea kufuatilia chaneli yetu ya Uamsho wa Kanisa TV. Tulikuwa kwenye kipindi cha tatu au tukio la tatu ambalo tulikuwa tukiongelea kwa habari ya dhiki kuu. Nataka nikurudishe nyuma kidogo kuhusiana na unyakuo utakuwa lini hasa, kwa sababu niliongelea tukio la kwanza, unyakuo wa kanisa. Lakini leo nataka pia nikaangazie zaidi kwamba unyakuo utakuwa lini hasa, kwa sababu watu wengi wanachanganya. Kumbuka wewe uliyefuatia kipindi kile cha kwanza, nilikwambia iko mitazamo mikubwa minne kuhusiana na unyakuo. Nilikwambia kuna mtazamo wa kwanza au kundi la kwanza wanaamini kwamba unyakuo utatokea kabla ya miaka 7 ya dhiki kuu. Lakini kundi la pili wanaamini kwamba unyakuo utatokea katikati ya miaka 7 ya dhiki kuu. Lakini kundi la tatu hawa wanaamini kuwa unyakuo utatokea punde tu baada ya dhiki ya miaka 7 kufika katikati. Na kundi la mwisho hawa wanaamini kuwa unyakuo utatokea wakati wa Yesu atakaporudi na ghadhabu nyingi mwishoni mwa kipindi cha dhiki. Lakini jambo kubwa hapa ni kumshukuru Mungu, wala sio swala la kuwagawa watu wa Mungu. Watu wakaanza kuumia na kushindwa kufanya jambo zuri na kushindwa kumtazama Bwana, kwa sababu makundi yote manne yanapaswa kukumbuka ya kwamba yote yanakubali kwamba unyakuo utatokea wakati fulani, kipindi hicho cha baadaye, na dhiki ya miaka 7 au karibu nacho. Kwa wote wanaamini kwamba dhiki ipo, lakini pia wote wanaamini kwamba unyakuo utatokea wakati fulani ujao, iwe ni kabla, iwe ni baada, na iwe ni mwishoni au iwe katikati. Lakini jambo la msingi ndugu yangu, ni vizuri sasa tuyachunguze maandiko ili tuweze kuona na kujua unyakuo utatokea lini hasa, kuliko kuishia kuamini uongo na hatimaye siku ile ikakujia ghafla bila hata kujua nini kinaendelea. Sasa leo tunakwenda kuangalia kwa sababu ya mambo yafuatayo. Wako watu wengi ambao wamefundishwa na wamebaki kuamini katika uongo ambao sio ukweli halisi. Sasa leo tunakwenda kuangalia hoja kinzani za unyakuo na dhiki kuu. Kumbuka nilikwambia habari ya dhiki kuu. Nilikwambia kwa habari ya juma moja la 70 lile la Danieli. Nilikwambia ile juma limegawanyika katika vipindi vikubwa viwili. Nimekwambia kwamba kipindi cha kwanza kina miaka 3.5 na kipindi cha pili kina miaka 3.5, yani miezi 42 ya mwanzo na miezi 42 ya mwisho. Kumbuka nilikwambia hii juma la mwisho la Danieli la 70, nilikwambia mpinga Kristo au mnyama wa kwanza ataweka agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja. Lakini hilo juma moja atakuwa ni muongo, atakuwa ni agano la uongo ambalo katikati ya miaka 3.5, katikati ya miaka 7, yani miaka 3.5 ya mwanzo, ndipo atakapovunja lile agano, ndipo mateso yatakuwa makali zaidi kwa watu wa ulimwengu, hasa Wayahudi, kwa sababu tajeti yake kubwa itakuwa ni Wayahudi. Nakumbuka nilikwambia katika kipindi cha kwanza cha miaka 3.5 ya mwanzo, ulimwengu utafurahia utomvu wa huyu joka. Ulimwengu utafurahia utomvu wa mnyama huyu wa kwanza. Utafurahia sana, kwa sababu atakuwa amewaaminisha ya kwamba mimi ndo nimekuja kuleta suluhisho la maisha, mimi nimekuja kuleta amani. Kwa ulimwengu utafurahia, ili hali ana udanganya. Lakini nilikwambia kwa upande wa pili, kwa Wakristo waaminifu wanaompenda Yesu, wataendelea kuumizwa na kuteswa na ujoka, kwani ataendelea kuwapiga chapa watu wote wa ulimwengu wakao katika ulimwengu, ili wapotee mbali na uso wa Mungu. Kumbuka mnyama wa pili ni nabii wa uongo. Yeye kazi yake kubwa atakuwa ni kutoa unabii na ishara nyingi kwa ajili ya kuwakosesha wakubwa kwa wadogo. Sasa leo acha tuangalie kwa undani zaidi kuhusiana hoja kinzani za unyakuo na dhiki kuu. Wako wahubiri wanaosema kwamba Mungu hawezi kuruhusu kanisa lipitie mateso pamoja na wenye dhambi, na wanaenda mbali zaidi kwa kutumia mifano ya Nuhu, kwamba Nuhu aliokolewa kabla ya gharika,
Lutu aliokolewa huku wakiruhusu Mungu hakuruhusu wateswe pamoja na watenda dhambi. Na mimi mwenyewe nakubaliana na hiyo hoja kwamba Nuhu aliokolewa kabla ya gharika, lakini Lutu pia aliokolewa toke Sodoma na Gomora ili asija kateketea pamoja na watenda dhambi. Lakini iko hivi, swala hili liko hivi: Mungu aliwaokoa Nuhu na Lutu kutoka katika adhabu ya Mungu. Narudia tena, Mungu aliwaokoa Nuhu na Lutu kutoka katika adhabu ya Mungu. Mateso ya mwanadamu yanayoletwa na shetani haimfanyi Mungu aliondoe kanisa. Mateso yanayoletwa na mnyama wa kwanza au mnyama wa pili haimfanyi Mungu aliondoe kanisa. Mungu anawaondoa watakatifu katika mateso yake. Ndio maana utaangalia Nuhu au Lutu aliokolewa, alitolewa kutoka kwenye maangamivu ya Mungu. Ndivyo alivyofanya kwa Nuhu na Lutu, na atafanya na kwa kanisa pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana vipo vitasa 7, yako mapigo mbalimbali ambayo Mungu atawapiga wenye dhambi wakiwa hapa duniani, na hivyo Mungu hawezi kuwapiga wema na wabaya, yaani kanisa na dunia. Kumbuka kuna baragumu, kumbuka kuna mihuri, kumbuka kuna vitasa 7. Sasa vile vitu vitashushwa na Mungu mwenyewe. So hivyo Mungu hawezi kuruhusu watu wa Mungu wateswe pamoja na dunia, na hayo ni mateso ya Mungu mwenyewe. So watu wanaosema kwamba Mungu hataruhusu wenye dhambi wateswe na watakatifu wako sawa, lakini wanachoshindwa kuelewa ni kwamba Mungu huwa aruhusu atoe adhabu kwa pamoja, wakiwemo watoto wa Mungu na dunia. Hawezi kuruhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hawezi kuruhusu hicho kitu kitokee. Ndio maana atalitoa kanisa kwanza, alafu ndipo ataipiga dunia. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana takumbuka leo akina Kora wala akina Dathan walio muasi Musa. Mungu alipotaka kupiga alimwambia Musa watenge wana wa Israeli na hao waasi, yani wakina Kora na wakina Dathan, ndipo wawapige vizuri. Kwa Mungu hawezi, anapotoa adhabu huwaruhusu wana wa Mungu wachanganikane na wana wa dunia. Lakini adhabu ya shetani na adhabu ambao mwanadamu analeta, Mungu anaacha. Anachokifanya Mungu ni kuleta ustahimilivu, ni kuleta nguvu, ili imani ya watu isije ikayumba. Bwana Yesu asifiwe sana. So baadhi ya wahubiri wanasema mtu atajiokoa kwa damu yake wakati wa dhiki kuu, kwa sababu kanisa litakuwa limeondolewa. Ndugu yangu, nisikilize vizuri. Huu ni uongo kwamba mtu atajiokoa kwa damu yake. Sikia, Yesu hajawahi kusema kuwa wale watakaobaki baada ya unyakuo wataokolewa kwa damu zao. Huo ni uongo. Tena hakuna andiko wala kifungu kinachoeleza jambo hilo, kwamba mtu atajiokoa kwa damu yake. Hakuna kabisa. Hawezi mtu kujiokoa kwa damu yake. Tunaokolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaokolewa kwa damu ya Yesu tu. Hakuna wezaye kujiokoa kwa damu yake. Unaweza ukasema, mtumishi, mbona unasema tofauti na nilivyoelewa? Sikiliza, nitakusomea andiko, utajua maandiko yanasemaje. Kitabu cha Danieli, tuanze na Danieli sura yake ni ya 7. Tuanze na kitabu cha Danieli sura yake ni ya 7. Kitabu cha Danieli nimekipata. Danieli sura yake ni ngapi? Ni ya 7. Mstari wake ni wangapi? Ni wa 25. Biblia takatifu inasemaje? Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Angalia hilo neno. Danieli aliona mpinga Kristo atawadhoofisha watakatifu. Sasa nikwambie, watakatifu wanaozungumzwa hapa ni wakina nani? Ni watu wanaomwamini Kristo, waliompokea Yesu Kristo, wanaitwa watakatifu. So watakatifu watatiwa mikononi mwa mpinga Kristo kwa muda wa miaka 3.5. Hiyo miaka 3.5 itakuwa ni miaka ya mateso kwa watu wa Mungu watakaokataa
chapa ya mnyama na kupinga utawala wake na kupinga sanamu yake. Hawa ndio watakaoteswa. Ndio maana Danieli alionyeshwa maono. Huyu mnyama hawa watakatifu wa Mungu wametiwa chini yake na anawazofisha na atawashinda baadhi yao. So mpinga Kristo atafanya vita na watakatifu. Kutakuwa na mateso ya mpinga Kristo kwa waamini wanaomwamini Yesu. Yohana alifunuliwa jambo hili katika Ufunuo Yohana 13 mstari wa 5. Hebu tuangalie na Yohana alifunuliwaje. Ufunuo Yohana 13 na mstari wa 5. Mstari wa 5 mpaka wa 7. Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Angalia alivyosema Danieli na pia anasema Yohana. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Angalia, ukirudi kwa Danieli naye alipewa kufanya kazi kwa wakati alafu pia kwa nyakati 2.5 wakati. Sasa haya yote tunayoona ndio miezi 42. Sasa miezi 42 ni siku ni miaka 3 na ngapi? Ni miaka 3.5. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 7, akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake, nao wakaao mbinguni. Mstari wa 7, tena akapewa kufanya vita na watakatifu. Angalia hilo neno, akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Lakini hatapewa tu uwezo wa kuwashinda watakatifu au kupigana na watakatifu, lakini watu wote wa ulimwengu watatiwa chini yake. Ndio maana hapa nasema akapewa uwezo juu ya kila kabila, jamaa na lugha na taifa. Kwa hiyo watu wote watatiwa chini yake. Wakati nafundisha somo hili, mwanafunzi mmoja wa Kristo akaniuliza, akasema, mtumishi wa Bwana, basi tuombe ili angalau mpinga Kristo asije kutawala. Ndugu yangu, yamkini unaweza kuona mawazo kama huyo mwanafunzi wa Kristo aliyeomba hivyo. Nataka nikwambie, uwezo kufanya maombi yoyote atakaomzuia mpinga Kristo asifunuliwe au asifanye kazi yake kwa muda wa miaka 3.5, kwa sababu amepewa uwezo na majira yake yameamriwa na Mungu. Anazuiwa na Mungu mpaka wakati wake utakapofika. Kwa hiyo hakuna maombi wala sala yatakaomzuia mpinga Kristo asitawale. Bwana Yesu apewe sifa. So mpinga Kristo atapewa uwezo wa kufanya kazi miezi 42 au miaka 3.5. Wakati ambao unaitwa wakati wa dhiki kuu ambao niliongelea kipindi kilichopita. So tunaona watakatifu, yaani kanisa, litatiwa chini ya mpinga Kristo kwa miezi 42. Hivyo kuwafundisha watu kuwa kanisa litapitia mateso ni kuwadanganya watu wa Mungu. Kwa nini? Ukisoma Mathayo 24, ukisoma, kwa sababu nashukuru kuna mama mmoja akanipigia simu akasema, mtumishi wa Bwana, kumbe nilikuwa nishaelewa kwamba kanisa itapitia kwenye mateso. Nilielewa tofauti. Tunafundishwa hivi. Sikiliza. Kufundishwa, hata mimi nilielewa hayo, lakini mara baada ya kufundishwa na Bwana na kuelekezwa vizuri kabisa, nilifahamu halisia, kwa sababu Bwana aliwatumia watumishi wa Mungu nami wakanifundisha vizuri kabisa. Ukisoma Mathayo sura ya 24, kitabu cha Mathayo sura ya 24, Mathayo sura ya 24 kuanzia mstari wa 37. Maandiko yanasema, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Angalia hilo neno. Hapa Yesu alisema kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa siku za kuja kwake Mwana wa Adamu. Sasa jiulize, na mimi nikuulize wewe, je, siku za Nuhu watu waliobaki kwenye gharika waliokolewa tena? Nakuuliza wewe ndugu, ambao umefundishwa kwamba kuna nafasi ya pili, tutaokolewa kwa damu zetu. Je, watu waliobaki Sodoma na Gomora walipewa nafasi ya wokovu tena? Jibu, hapana. Wakati wa Lutu waliobaki waliokolewa tena? Jibu, hapana. Kama jibu ni hapana, so unyakuo ukitokea hakuna wokovu tena, hakuna mtu kujiokoa kwa damu yake, kwa sababu huo ni uongo. Tunaokolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku za Nuhu na siku za Lutu ndizo zinafananishwa na ujio wa Kristo, namna ambavyo watu waliokataa maonyo
waliokataa wokovu, watu wale waliokuwa wanamtukana Rutu, watu wale waliokuwa wanamziaki Rutu, Biblia inasema alionekana kama mtu anayecheza machoni pa wakweze, wakati anawaambia malaika amenituma ya kwamba Bwana atapalipua mahali hapa, ataparibu mahali hapa. Alionekana kama mtu anayecheza machoni pa wakweze. Lakini mara Lutu alipoondolewa, haukupatikana wokovu tena, waliangamizwa na hawakuokolewa tena. Ndio itakavyokuwa kwa kizazi hiki. Leo unahubiriwa Injili, unahubiriwa habari ya wokovu, unakataa, unasema niacheni. Mara unasema wokovu ni baada ya kufa, unaleta dhihaki, unadhalau, unaambiwa habari za Kristo Yesu, unadhalau, unasema niacheni, mimi niendelee na maisha yangu. Uenda umefundishwa kwamba wakati wa dhiki kuu utaokolewa kwa damu yako, mara baada ya kanisa kuondoka utaokolewa kwa damu yako. Umedanganywa na umefundishwa mafundisho ambayo yamekufanya ulale usingizi fofofu, usingizi totoro. Ni bora sasa ukageuka na kumwamini Yesu leo na kutembea katika njia ambazo Bwana anazitamani wanadamu wote watembee kwazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikuulize kitu. Tunapoongelea kama zilivyokuwa nyakati za Lutu, zilivyokuwa nyakati za Nuhu, nikurudishe kwa wanawali 10. Wanawali 10, 5 walikuwa wapumbavu, 5 walikuwa wenye busara. Katika Mathayo 25. Mara baada ya ile bwana harusi kupiga kelele, mara baada ya zile kelele kutokea, bwana harusi alitokea. Baada ya zile kelele kupiga, jamani, bwana harusi amefika, twendeni tukamlaki. Biblia inasema wale 5 wenye busara walitengeneza taa zao, wale 5 wajinga wapumbavu hawakuwa na mafuta ya ziada. Waliambiwa nendeni mkajinunulie mafuta, hayatatutosha ninyi sisi na nyinyi. Je, ninakuuliza swali, wale wanawali waliobaki, wale 5 waliokolewa tena? Walipata nafasi ya wokovu? Jibu ni hapana. Waliokuwa wameingia na mlango ulifungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mlango ulifungwa. Hata leo wanaodanganywa kuwa watajiokoa kwa damu zao wanadanganywa. Unyakuo ukitokea ndio basi tena. Ndio maana tunakuambia mwana wa Mungu naye tusikiliza, usikubali kabisa kubaki kwenye unyakuo wa kanisa. Kitabu cha Mathayo 24 ukianzia mstari wa 29 na 30 na 31. Lakini mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbinguni zitatikisika. Ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo 4, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema mara baada ya dhiki ya siku ile, jua litafanya nini? Jua litatiwa giza. Mwezi hautatoa mwanga wake. Nyota zitaanguka. Ndipo tunaona parapanda italia, na ndipo unyakuo utatokea. Hata ukisoma Luka 28 kuanzia mstari wa 8 mpaka wa 28 utayaona hayo. Kwa hiyo mara baada ya dhiki ya siku zile, watakatifu kuteswa, watakatifu kuumizwa, wengine watakatwa vichwa. Na nikwambie wakati huo usikubali kupokea chapa ya mnyama. Ni bora ukatwe kichwa. Utakapokatwa kichwa utaingia mbinguni. Ni bora ukubali kufa kama mitume walivyokufa. Ikitokea wamekuambia wewe unakataa chapa, tunakukata mkono, tunakukata kichwa, kubali kukatwa ili uingie mbinguni, kwa sababu itakuwa ni dhiki kubwa kwa ulimwengu, hasa kwa watu wanaomwamini Kristo miaka 3.5 ya mwanzo. Ni vizuri ukakubali yote atakao kupata. Usikubali kupokea chapa. Ukikubali kupokea chapa, basi umetengwa na Mungu milele. Umetengwa na Mungu milele. Usikubali kabisa kitu chochote kikutenge kabisa na uso wa Bwana. Paulo aliyaona hayo, akasema katika kitabu cha Warumi sura yake ni ya 8. Paulo akaongea katika roho. Ukianzia mstari wake ni wa 35. Anasema ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Nataka nikwambie, dhiki isikutenge na Kristo.
Shida isikutenge na Kristo, adha isikutenge na Kristo, njaa isikutenge na Kristo, uchi au hatari ya upanga. Maana nyakati zinazokuja, nyakati za dhiki kuu, zitakuwa nyakati mbaya haijawahi kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la tano ambalo ni hoja kinzani ni kuhusiana na habari ya chukizo la uharibifu. Kuhusiana na chukizo la uharibifu, yako mambo yameelezwa vizuri kwamba dhiki kuu na unyakuo wa kanisa utakuwaje, tukisoma kwa habari ya chukizo la uharibifu. Na kurudisha hapa kwenye Wathesalonike wa pili, kitabu cha Wathesalonike wa pili sura yake ni ya pili, nitaanza kusoma mstari wa kwanza. Neno la Bwana wangu Yesu linasema, basi ndugu, tunakusihi kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msitishwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Mtu wa yeyote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana uharibifu, yule mpingamizi, ajinuaye nafsi yake juu ya kila kitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Mstari wa 5, je, hamkumbuki ya kuwa wakati nilipokuwapo pamoja nanyi naliwaambieni hayo? Na sasa lizuialo mwalijua, yule apate kufunuliwa wakati wake. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi, ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwako kwake. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani, kwa uweza wote na ishara na ajabu za uongo, na katika madanganyo yote na udhalimu, kwa hao wanaopotea kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Angalia hilo neno. So Mtume Paulo aliweka wazi habari ya kuja kwa Yesu na ya kanisa kukusanyika, yaani unyakuo. Aliwaonya watu wasifadhaishwe na wasidanganywe. Kwa nini? Kwa sababu wako manabii wa uongo, wako wakristo wa uongo walioacha njia na kuwapotosha watu na kuwadanganya watu. Kama Yesu alivyosema Bwana wetu katika Mathayo 24, watatokea manabii wa uongo, watatokea makristo wa uongo, kama Paulo alivyosema ya kwamba wengine bwana wao ni tumbo, wanatumikia matumbo yao, kwa watadanganya kwa lengo la kupata fedha, kwa lengo la kupata makusanyiko makubwa. Hawatasimama kwenye njia ya kweli kwa sababu Mungu wao ni tumbo, wanatumikia matumbo ili wapate pesa, wawe na hela. Kwa hiyo hawatasimama kwenye injili ya kweli, watawadanganya watu wengi. Kwa hiyo unyakuo hauji mpaka kwanza afunuliwe yule mtu wa kuasi. Angalia hilo neno, akasema basi ndugu, tunakusini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu. Angalia hilo neno, kukusanyika mbele yake, wala msisitishwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, ya kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Siku ya Bwana nilikuambia ni unyakuo, ambayo itakuwa ni furaha kwa wanaonyakuliwa, lakini itakuwa ni habari mbaya kwa wanaobaki. Angalia hilo neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Paka funule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, au jina lingine anaitwa mnyama, au anaitwa chukizo la uharibifu. Kwa sasa hawezi kufunuliwa mpaka wakati wake ulioamliwa na Bwana mwenyewe. Ndio maana mstari wa 6 Wathesalonike wa pili 6, watu wanatafsiri mstari huu vibaya. Na sasa lizuialo mwalijua, yule apate kufunuliwa wakati wake, maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye sasa. Angalia ile neno, yuko azuiaye. Wako wengi wanatafsiri mstari huu kuwa kinachomzuia mpinga Kristo ni kanisa. Huo ni uongo. Kwa sasa anazuiliwa na Bwana asijifunue hadi wakati wake. Uwepo wa Roho Mtakatifu unamzuia huyu mpinga Kristo asijifunue hadi wakati wake. Kama unavyojua, hata Yesu mwenyewe
walikuwa wanataka kumuua kabla ya wakati wake, lakini hawakufanikiwa hadi wakati ulipofika uliokuwa umeamriwa na nani? Na Bwana. Huyu mpinga Kristo hadi afunuliwe kabisa na yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Sulemani, kama alivyosema Danieli sura ya 9 kuanzia mstari wa 27. Angalia hilo neno. Wako watu wanasema kanisa linamzuia. Nataka nikuambie wewe ambaye ni muombaji maarufu, hata kama ukifunga miaka 3.5 kumzuia mpinga Kristo asijifunue, atajifunua kwa wakati wake ulioamriwa na Bwana. Hakuna maombi, hakuna sadaka, hakuna sala inaweza kumzuia mpinga Kristo asifanye kazi miezi 42 au miaka 3.5 aliyoamriwa na Bwana mwenyewe. Kwa kusema kanisa linamzuia, huo ni uongo. Yuko Bwana anayemzuia huyu asijifunue. Bwana Yesu apewe sifa. Angalia kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari wa 27. Anasema, na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu wa watakatifu wake aliye juu. Ufalme wake ni ufalme wa milele, wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Angalia unachokiona hapa. So Daniel alifunuliwa kwamba mpinga Kristo atakuwa na nafasi. Samani, nimesoma Danieli ngapi? 7. Samani, Danieli 9. Samani sana. Danieli 9 na ule mstari wa 27. Samani sana. Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Angalia hilo neno. So Daniel alifunuliwa kwamba mpinga Kristo atakuwa na nafasi katika hekalu la Yerusalemu litakalojengwa upya. Ili hekalu, maandalizi ya kujenga yote yamekwisha kamilika, vifaa vya kujenga vya ujenzi vimekwisha kamilika. Kinachosubiriwa tu ni kuvunjwa kwa msikiti ule wa Al-Aqsa ili kuweza kujenga hekalu la Sulemani. Litajengwa upya. Na yeye atakuja kuketi kwenye hilo hekalu na kujitangaza kwamba yeye ni Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Tukio hili ndilo Yesu anazungumzia alipoendelea kufundisha pale mlima wa Mizeituni katika Mathayo 24 kuanzia mstari wa 15. Yesu alisemaje? Katika Mathayo 24 kuanzia mstari wa 15, akiwa katika mlima wa Mizeituni, alisemaje Yesu? Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lilonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie mlimani, naye aliye juu ya dari asishuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake, wala aliye shambani asirudi nyuma kuichukua nguo yake. Ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. Ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi, wala siku ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nilivyokuambia kwamba mwanzo mpinga Kristo atakuja kwa sura ya wema, na baada ya hapo watu wataona uhalisia wake. Huu ndio wakati wa watakatifu kukimbilia maporini, kukimbilia milimani na mapangoni na mafichoni, kwa sababu ya mateso yatazidi sana. Lakini utaangalia kwenye huu unabii wa Mathayo 24:15-22, huu ni unabii pacha. Kwanza ulitimia kwa Wayahudi katika mwaka wa 70. Mwaka wa 70 ambapo Wayahudi wengi waliuawa, ambapo huyu Jemedali Titus akiongoza vikosi, akiongoza jeshi la Warumi, walienda kuvamia Yerusalemu na waliua watu wengi sana nyakati hizo. Yerusalemu ilizingirwa. Lakini unabii huu ni pacha pia, ambapo utakuja kutimia katika nyakati za mwisho, ambapo huyu mpinga Kristo, huyu mnyama wa kwanza, atakuja kuketi kwenye hekalu la Sulemani na kutangaza kwamba yeye ndiye Mungu. Na hapa ndipo mateso makali kwa Wayahudi yatazidi, kwa sababu mateso mwanzoni yatakuwa ni hakuna, kwa sababu Wayahudi watakuwa wamedanganywa kwamba ni miaka ya amani hii. Na Biblia inasema katika Ezekieli, ukisoma 38 na Ezekieli ile 39, utaona Biblia inasema watazifanya silaha kuwa mioto, watakuwa wanaota moto silaha zao, kwa hiyo hawatapigana tena. Sasa baadaye atawageuka, ndipo Wayahudi watateswa. Na Wayahudi nilikwambia katika wakati nilipokuwa nafundisha kwa habari ya dhiki kuu, Wayahudi wataokolewa. Kwa nini wataokolewa? Ni agano ambalo Mungu aliingia na baba zetu, kwamba Yakobo ni tabu yake Yakobo, lakini Yakobo ataokolewa.
So watu wengi watakatwa vichwa wakati huo. Na kama siku hizo zisingelifupishwa kama Bwana alivyosema, asingeokoka mtu yeyote. Kama Bwana asingelifupiza mateso kwa watoto wake wa Mungu, yani waaminio, basi kwenye unyakuo angekosa mtu wa kunyakua. Lakini kwa ajili ya wateule, siku hizo zitafupishwa, siku za mateso zitafupishwa. Ndio maana ninakwambia wewe ambao unaambiwa haiwezekani, hatutapitia kwenye dhiki, hatutapitia kwenye shida. Maana mpinga Kristo, maana yake anapinga Kristo na Wakristo wake. Kama kanisa alipo, mpinga Kristo anakuja kufanya nini? Anakuja kutawala nani? Na anakuja kumpinga nani? Ili hali wa Kristo hawapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha tusonge mbele. Tuangalie hii siku ya Bwana. Tuangalie siku ya Bwana nini? Biblia inasema, inatuambia kwa habari ya siku ya Bwana. Kwa habari ya siku ya Bwana, unyakuo ndio Biblia inaita siku ya Bwana. Unyakuo ndio Biblia inaita siku ya Bwana. Na hiyo siku ya Bwana au sikukuu ya Bwana itaanza mara tu baada ya unyakuo utakapotokea. Unyakuo ukitokea, ndipo siku hiyo ya Bwana itakapoanza. Hiyo siku ya Bwana itakuwa ni mbaya kwa wanaobaki, kwani watakumbwa na mateso makali mno hajawahi kutokea. Na hiyo siku ya Bwana itakuwa ni furaha kubwa kwa upande wa pili, wale watakaonyakuliwa, kwani watakuwa na furaha isiyoelezeka. Watakuwa na shangwe ambayo hakuna mwanadamu anayeweza kuielezea. Hebu acha nikuonyeshe kidogo hapa. Wathesalonike wa kwanza sura ya ngapi? Sura ya 5. Tusome mstari wa 1 na wa 3. Lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla, kama vile utungu mjavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Angalia, dunia itaendelea kufurahia amani ya uongo. Sasa wanapofikiri ni amani, tupo kwenye amani, kumbe mpinga Kristo amewadanganya. Kumbuka yule ni baba wa uongo, yule ni shetani, amewadanganya. Wazanipo kuna amani, ndipo uharibifu utawajia kwa ghafla. Biblia inasema hakika hawataokolewa. Kama vile utungu mjavyo mwenye mimba, kama vile ndivyo hawataokolewa. Mwenye dhambi hataokolewa. Dhambi lazima izae tu. Mshahara wa dhambi huwa ni mauti. Kama mwenye mimba ambavyo ni lazima azae, ndivyo mshahara wa dhambi huwa ni mauti. Hakuna atakaye okolewa. Bwana Yesu apewe sifa. So dunia nzima itakuwa na amani kwa miaka 3.5. Hivyo watajisahau, kwa sababu mkataba wa amani utakuwa umesainiwa. Mkataba wa amani wa miaka 7. Kwa dunia itajisahau. Kutakuwa na serikali moja. Hivyo vita vya nini tena? Angalia, kutakuwa na dini moja. Hivyo hakutakuwa na vita vya kidini unavyoviona leo. Mara wa Pentekoste wanapigana, mara wa Katoliki na wa Pentekoste, mara wanasigana Waislamu kwa Wakristo. Havitakuwepo hivyo vita tena. Kwa nini? Kutakuwa na dini moja na watu watafurahia. Watu watakuwa wanasema jamani, tuko tunamwabudu Mungu mmoja, haina haja ya vita, tumwabudu Mungu peke yake. Kwa hiyo watu watakuwa na amani. Wazanipo kuna amani, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla. Hebu acha nikuonyeshe katika Petro wa pili sura ya 3. Turudi hapa. Petro wa pili sura ya 3, tuanzie ule mstari wa 3. Biblia inasemaje? Neno linasemaje? Mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhiaka zao watu wenye kudhiaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Maana ufumba macho yao wasione neno hili ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligarikishwa na maji ikaangamia, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno lilo hilo zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwa wanadamu wasiomcha Mungu. Lakini wapenzi, msisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Bwana akawahi kuitimiza ahadi yake,
kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali kuvumilia kwenu. Uvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Mstari wa 10. Nisikilize hapa sasa. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Siku ya nani? Siku ya Bwana. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa, hivyo imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa, mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu na kuhimiza, ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa zikiungua, na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Mwisho wa kunukuu. Siku ya nani? Siku ya Bwana itakuja ghafla, na itakapokuja hakuna wokovu tena kwa mtu mwingine yeyote. Hebu acha tuiangalie siku ya Bwana kwa undani. Amosi sura ya 5 alieleza siku ya Bwana, na nitaangalia kwa undani siku ya Bwana kwa wanaobaki. Kitabu cha nabii Amosi. Haleluya, haleluya. Kitabu cha nabii Amosi. Amosi aliyaona haya mambo. Nabii Amosi sura ya 5 mstari wa 18. Nabii Amosi sura ya 5 mstari wa 18. Ole wenu ninyi mnao itamani siku ya Bwana, kwani kuitamani siku ya Bwana ni giza wala si nuru. Angalia hilo neno. Ni kama mtu aliyemkimbia simba akakutana na dubu, au aliingia katika nyumba akauegemea mkono wake ukutani, nyoka kamuuma. Je, siku ya Bwana haitakuwa giza wala si nuru? Naam, yenye giza sana, wala haina mwanga. Mwisho wa kunukuu. Umeona hapo? Siku ya Bwana itakuwa ni mbaya kwa watakaobaki, kwani itaambatana na adhabu kali kwa watu wote ulimwenguni kote. Watakao kuwa wamebaki, yaani wamemkataa Yesu Kristo na wamebaki kwenye unyakuo. Mathayo 25 inaeleza vizuri kwa habari ya wanawali 10. Tunaona mfano wa wanawali 10 ambao ni mfano wa unyakuo. Wanawali wapumbavu waliporudi wamepata mafuta, Yesu alisema siwajui ninyi. Walirudi wameamua kumkubali Yesu na kutubu dhambi zao, huku wasijue kuwa mlango wa rehema umefungwa. Mlango ukifungwa, umefungwa. Angalia hilo neno. Walisema tupatieni mafuta, wakawaambia hata tutosha sisi na ninyi, tafadhali nendeni kwa wauzaji mkajinunulie mafuta. Ndivyo itakavyokuwa mara baada ya unyakuo. Watu watarudi, wataanza kusema tunaomba Yesu, tumetubu dhambi zetu, tumeacha mawigi, tumeacha maeleni, tumeacha kupaka makeup kwenye vinywa vyetu, Yesu tusamehe, tumeacha kuvaa milegezo, tumeacha kuvaa vimini. Utatamani mwanamke ukavue liwigi, lakini hata ukilivua liwigi hakuna kitakachokusaidia. Utatamani mwanaume wache upandishe suruali ikae kwenye kiuno, lakini hakuna kitakachokusaidia. Utatamani kabisa utupe vipodozi vyako mwanamke, lakini hakuna kitakachokusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu mlango ukishafungwa umefungwa. So watu wengi baada ya unyakuo watakubali Yesu tena bila kuhubiriwa. Leo hii unaona tunahubiri kila mtaa, tunahubiri mitaani, watu wanatudhihaki na kututukana, tunahubiri mtandaoni, mnatutukana. Iko siku mtaamua kumkubali Yesu kwa hiari yenu. Utasema Yesu, tumekukubali kukuamini leo, lakini haitakusaidia chochote. Mchungaji siku moja akaona maono makubwa ya unyakuo, akaona kanisa limekwama, halijaenda kwa sababu ya mambo kaza wa kaza ndani ya kanisa letu. Akasimulia kila moja kikwazo kilichomfanya akaachwa. Watu tuliumia sana. Lakini kwa nini? Nyakati zinakuja watu wataamua kumwambia Yesu, tumekubali leo kukuamini, kukukubali leo, lakini hakuna kitakachowasaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Watasema tumekubali Bwana, nimekubali kutubu dhambi, nimekubali kuacha mke wa pili, nimekubali kuacha uzinzi Bwana, lakini ninasikitika kusema watakuwa wamechelewa. Ila kwa wewe unayesikiliza mahubiri haya, bado unayo nafasi,
bado unao nafasi ya kutengeneza na kurudi kwenye njia ya Bwana. Angalia Ufunuo sura ya 8. Ufunuo sura ya 8 mstari wa kwanza. Hata alipofungua muhuri wa 7 kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa. Angalia hilo neno kimya mbinguni. Kukawa nini? Kimya mbinguni. Huo ukimya mbinguni, hicho kimya, hakuna wokovu tena. Hakuna mtu kuomba akasikilizwa tena. Ndugu, wokovu ni leo. Siku ile ni mbaya mno, ni mbaya sana. Ni mbaya sana kwa atakayebaki na haivumiliki. Ukisoma Sefania, angalia kitabu cha Sefania sura ya kwanza. Mstari wa ngapi ule? Mstari wa 15. Angalia neno linasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Siku ile ni siku ya ghadhabu, siku ya fadhaa na dhiki, siku ya uharibifu na ukiwa, siku ya giza na utusi. Haleluya. Siku ya mawingu na giza kuu. Haleluya. Siku ya tarumbeta na kamsa juu ya miji yenye maboma. Haleluya. Juu ya miji yenye maboma, juu ya buruji zilizo ndefu sana. Nami nitawaletea wanadamu dhiki, hata watakwenda kama vipofu, kwa sababu wamemtenda Bwana dhambi, na damu yao itamwagwa kama mavumbi, na nyama yao kama mavi. Fedha yao wala dhahabu yao havitaweza kuwaokoa katika siku ile ya ghadhabu ya Bwana, bali nchi yote pia itateketezwa kwa moto wa wivu wake, maana atawakomesha watu wote wakao katika nchi hii, naam, ukomo wa kutisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu, leo hii umeona hapo, fedha na dhahabu havitaweza kuokoa mtu, havitaweza kumwokoa mtu katika siku ile. Hata kama una mamilioni ya fedha, hata kusaidia chochote. Baada ya unyakuo hakuna nafasi tena. Bwana apewe sifa. Mathayo 24:45 mpaka 51. Umeona hilo neno ukisoma? Acha nikusomee. Mathayo 24. Injili ya Mathayo sura ya 24. Mstari wa ngapi? Nianzie mstari wa 45. Neno linasemaje? Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Amini nawaambieni, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule mbaya akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia, akaanza kuwapiga wajori wake na kula na kunywa pamoja na walevi, bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyojua, atamkata vipande viwili na kumwekea fungu lake pamoja na wanafiki, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Baada ya unyakuo hakuna nafasi tena. Umeona? Hakuna nafasi ya pili kama wengine wanavyofundisha. Kumbuka, parapanda itakapolia, watu waliokufa katika Kristo Yesu watafufuliwa kwanza na kumlaki Yesu mawinguni. Waliokufa katika dhambi, wao wataendelea kulala katika mauti hadi siku ya hukumu ya mwisho. Ukisoma Yohana 5 mstari wa 28 mpaka wa 29, maandiko yanatueleza wazi kwa habari ya wafu kusikia sauti ya Kristo. Wengine watapata wokovu. Haleluya. Acha nikusomee kitabu cha Yohana sura ya 5. Yohana sura ya 5 mstari wa 28. Yohana sura ya 5 mstari wa 28. Acha nikusomee Yohana sura ya 5 mstari wa 28. Bwana Yesu apewe sifa. Yohana sura ya 5 mstari wa 25. Ngoja nikusomea hapa. Nitaanzia mstari wa 28. Biblia inasemaje? Biblia inasema mstari wa 28, msistajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, na watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Angalia hilo neno, kwa ufufuo wa hukumu. Kwa hiyo ndivyo itakavyokuwa. Jambo lingine ni ufufuo wa kwanza, ndio ufufuo ulio bora na mzuri sana. Biblia inasema katika Ufunuo 14:13 mpaka 16, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa wapate kupumzika, maana ngoja nikusomee Ufunuo Yohana 14.
Haleluya. Acha nikusomee kitabu cha Ufunuo wa Yohana 14 kuanzia ule mstari wa 13. Andiko anasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam wasema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Kisha nikaona na tazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali. Na malaika mwingine akatoka katika hekalu akimlilia kwa sauti kuu, yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Na yeye aliyeketi juu ya wingu akautupa mundu wake juu ya nchi, nchi ikavunwa. Kisha malaika mwingine akatoka katika lile hekalu lililoko mbinguni, yeye naye ana mundu mkali. Acha niishie hapo. Sasa Biblia inasema heri wafu watakao kufa katika kipindi hicho cha dhiki kuu katika Kristo. Hata waliokufa kabla ya kipindi hicho katika Bwana wana heri. Hapa tunaona Yesu ameketi mawinguni, malaika akamlilia na kusema, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja. Huo ndio unyakuo unaosubiriwa kutokea. Kumbuka Mathayo 13:36 mpaka 43. Anatuambia kwa bali ya mavuno. Mavuno ni mwisho wa dunia. Mavuno ni mwisho wa dunia. Yesu atatuma malaika wake kuwachukua watakatifu, na huo ndio utakao kuwa unyakuo. Kwani lazima ujue ya kwamba nyakati hizo nazo ni nyakati ambazo lazima ujiandae kwa ajili ya kumpokea Bwana wako. Ukisoma Ufunuo wa Yohana sura ya 20. Ufunuo wa Yohana sura ya 20. Sura ya 20 tutasoma mstari kuanzia mstari wa 4. Maandiko yanasema, kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala kuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, na wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Angalia hilo neno, wakatawala pamoja na Kristo miaka mingapi? Miaka 1000. Mstari wa 6, huu ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, na watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Bwana Yesu apewe sifa. Huu ndio ufufuo wa kwanza ulio bora. Waliokufa tangu Adamu hadi watakaokatwa vichwa wakati wa dhiki kuu ndio watakaofufuliwa katika ufufuo wa kwanza. Na wale watakaokuwa hai nao wamevumilia mateso yote hadi wakati huo, nao watanyakuliwa kuungana pamoja na waliofufuliwa katika ufufuo wa kwanza. So wanaosema watu watajiokoa kwa damu zao alafu watakuwa wanakatwa vichwa na kuibukia kwenye harusi ya mwanakondoo, huo ni uongo, kwani hakuna ufufuo mwingine wa aina hiyo. Kuna aina mbili tu za ufufuo, kama tutakavyoona huko mbeleni kuhusiana na ufufuo wa hukumu na ufufuo wa uzima. So kuna ufufuo wenye haki, au tunaweza kusema ufufuo wa kwanza, na ufufuo wa hukumu, au ufufuo wa pili ambao unaitwa ufufuo wa hukumu. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisoma Ufunuo 7:13 mpaka 15, utaona Yohana aliulizwa hao wanatoka wapi? Hakujua, akijibiwa kuwa wanatoka katika dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwanakondoo. Angalia hilo neno, wamefua mavazi yao na kuyafanya kuwa meupe kwa damu ya mwanakondoo. Kwa hiyo kusema kuwa watakaobaki baada ya unyakuo wataokolewa kwa damu zao ni uongo, kwa mujibu wa Ufunuo wa Yohana 7 kuanzia mstari wa 13 mpaka 17. Acha nikusomee ili uelewe. Haleluya, haleluya. Ufunuo wa Yohana ngapi? Ufunuo wa Yohana 7. Nikusomee baadhi ya mistari hapa. Ufunuo wa Yohana 7 kuanzia mstari wa 13. Maandiko yanasemaje?
Akasema, akajibu mmoja wa wale wazee akaniambia, je, watu hao waliovikwa mavazi meupe ni akina nani na wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Mwisho wa kunukuu. Kusema hivyo, nimekuambia kwamba katika dhiki hiyo tumeona tutaokolewa kupitia damu ya Yesu, wala sio damu zetu wenyewe. Damu yako haina thamani yoyote kupita damu ya Yesu. Haina. Damu yenye thamani ni damu ya Yesu. Na wakati huo huo wa miaka 3.5 ya mwanzo ambayo na kanisa litakuwapo, Mungu atainua mizeituni miwili itakayohubiri injili katika Ufunuo 11:3 mpaka 12. Hawa watu wawili watauliwa na Mungu. Watauliwa na Mungu watauliwa. Hao watu wawili sasa watakaoinuliwa na Mungu kuwahubiria watu wote wakao katika uso wa dunia. Watakuwa wakiwakataza watu wasipokee chapa ya mnyama au chapa ya mpinga Kristo, na kila mtu au watu watakaowapinga watapewa adhabu. Kwa hiyo tumeona kuwa kanisa litakuwepo katika kipindi cha dhiki kuu kwa muda wa miezi 42, na baada ya mpinga Kristo kukaa katika hekalu la Yerusalemu itapita muda kidogo, kwa sababu siku zitafupizwa kwa sababu ya wateule. Ndio tunaona unyakuo utatokea. Ukisoma Ufunuo 3:10 mpaka 11 anaongelea kwa habari ya kwamba nitakulinda katika saa ile ya uharibifu iliyo tayari kuwajaribu wakao katika uso wa dunia. Andiko hili linatumiwa vibaya kuwa Mungu hata ruhusu watu waingie kwenye dhiki kuu. Andiko linasema saa ya kuharibiwa. Ndio hiyo saa ya uharibifu, ndio hiyo siku ya Bwana au siku kuu ya Bwana au siku ya giza na utusi itakayoletwa na Bwana mwenyewe. Yohana 17:15 anasema, siombi watoe katika ulimwengu huu, bali walinde na yule muovu. Yesu hawatoi watoto wake katika dunia eti kwa sababu ya mateso ya shetani, ila anawalinda ili imani yao kwa Yesu isipungue. Mfano akina Shadrach, Meshach na Abednego, Mungu aliruhusu watupwe kwenye moto mkali, lakini aliwalinda na moto ili wasizurike. Ufunuo 12:12, shetani ana ghadhabu, shangilieni enyi mbingu nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa sababu shetani ameshuka kwenu akiwa na ghadhabu kubwa, akijua wakati wake ni mchache. Ole wa nchi Israeli, ole wa bahari mataifa. Anajua kwa wakati huo atakuwa na wakati mchache sana. Sikiliza ndugu yangu, mateso, kifo ndani ya Kristo sio adhabu. Kufa ndani ya Kristo ni furaha au ni faida. Ndio maana Paulo alisema katika Wagalatia 2:20 mpaka 21, alisema kwangu kuishi ni Kristo, na kama kufa ni faida. Nadhani Wafilipi 1:21, kuishi kwangu ni Kristo na kama kufa ni faida. Kuishi kwetu ni Kristo, kufa kwetu ni faida. Galatia 2:20 anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, na uhai nilio nao katika mwili nao katika imani ya mwana wa Mungu, aliyenipenda mimi akatoa nafsi yake kwa ajili yangu. Angalia hilo neno. Kwa hiyo kuishi ndani ya Kristo na kufa ndani ya Kristo huwa ni faida. Warumi 14:8, kama tukiishi twaishi kwa Bwana, kama tukifa twafa kwa Bwana, kama tukiishi au tukifa tu mali ya Bwana. Angalia hilo neno. Mateso ya ibilisi na wanadamu kuwatesa wa Kristo, kwa Mungu hayo sio mateso. Mungu anapima ustahimilivu na uvumilivu, akiwalinda watoto wake ili imani yao isiyumbe, imani yao endelee kusimama. Ndio maana mitume walipigwa bakola, mitume waliuawa, lakini Yesu aliwaacha wapitie hayo kama kipimo cha ustahimilivu wa kumwamini yeye mpaka mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Ndani ya Kristo imani na mateso. Jambo lingine la 10 ndani ya Kristo ni imani na mateso. Kifo ndani ya Kristo sio kupoteza. Kwa watakatifu ni faida, kama anavyosema katika Wafilipi
Wafilipi ile sura ya kwanza, anavyosema katika Wafilipi ile sura ya kwanza, sura ya kwanza na mstari wa 29, neno linasema, maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake, mkiwa na mashindano yale yale mlioyaona kwangu na kusikia kwangu ninayo hata sasa. Mimi mwenyewe nilijua kuwa watakaobaki ni wenye dhambi tu, ndio watakao kuwepo kwenye dhiki kuu, hadi nilipojua ukweli huu, kuwa ili aitwe mpinga